Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya na ukaribisha kwa mkunjufu kabisa kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripoti kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi ambaye ni mchambuzi wako leo, na saidiwa mitamboni na FC pamoja na timu nzima la habari ambao tutajumuika nao katika uchambuzi wa habari. Na sema karibu na tega sikio. Msikilizaji wetu, uchambuzi wa habari unakuwa unagubikwa na habari muhimu ambako za leo za somwa naye mwenzangu Bukuru Tantina Aldama. Wali gani Bukuru? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuonana kwa mara nyingine kwenye studio za Radio Kijamii Kivu. Asante sana. Labda ni kipi ambacho kimegonga mwamba kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo, Safari ya Limasi, taarifa zetu zitaanzia hapo Kalunja. Raia wa Kalunja wataja kukerwa na hali ya wazalendo kuomba unga na mboga kila mara kunako mashine ya kusaga unga na kwenye kivuko cha wavuvi pa Kalunja. Kwa jambo hilo, kiongozi wa mtaa mmojawapo wa Kalunja aomba serikali kuajia na msaada wazalendo hao. Na huko Minova ni kwamba shirika la raia katika eneo la Minova limeomba kwa serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kukarabati daraja linalounganisha groupment ya Binga ya kaskazini na Buzi ambalo laweza kuleta maafa ya watu na vitu katika eneo la Minova jimboni Kivu Kusini. Na katika nchi ya Burundi ni kwamba zaidi ya wakimbizi 80,000 kutoka katika kambi za Nyarugusu na Duta wanatarajia kurejeshwa nchini Burundi. Kwa jambo hilo, mwenyekiti wa tume huru ya haki za kibinadamu nchini humo, Marte Blaise Nyaboho, ametoa wito wa kusogezwa mbele kwa siku za kurejeshwa kwa wakimbizi hao. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu Safari Alimasi. Nikushukuru Bibu Konstantin Aldama kwa usomaji wa habari yako muhimu. Hivi sasa msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako malida wa mji wa Baraka wamepongeza hatua iliyochukuliwa na meya wa mji huu kwa kujenga kuta za kuingia kilalo cha Malala kilichojengwa na gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano, ambacho kilikuwa tayari katika hali ya ubovu kutokana na mvua za mara kwa mara. Bunguki Masase Leboni, moja kati ya malida wa mji wa Baraka, anaeleza ufuatayo kuhusu kazi hizo. Kwanza tumshukuru vice gouverneur kwa kutusimamishia ile kilalo ya pale Mwaibaze, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu watu walikuwa wanavuka maji. Ile kilalo inatusaidia watu wanavuka leo kwenye kilalo, na leo hii tunashuhudia ya kwamba kilalo kiko imara. Basi kwa ile tunashukuru tena initiative ya meri kwa kukamata hatua ya kusaidia kwenye initiative ya vice gouverneur ilishia, kwa sababu walijenga kilalo kizuri tena kigumu, lakini walisaulika kukitilia sima chini. Maji kijaa, maji kishuka, ipite sehemu yenye kuko sima isibomole. Ile maji ilikuwa inaanza ingia kubomola vibambazi vya ile kilalo. Na hivi sasa hivi meri ilikamata hatua ya kujenga ile kilalo mumapembeni na kuitilia sima za chini na mafera beto. Inamaanisha hata maji jae namna gani, ile kilalo haiwezi kuwa afete kwa kubomoka wala kwa kukitingiza. Ile ni initiative yenyewe natupatia courage kama sisi watoto wa territoire ya Fizi na vile tu wa Baraka. Upande mwingine ameomba kwa meya wa mji wa Baraka kufikiria pia kilalo cha Mkemake ambacho kipo kwenye hasara zaidi, hivyo ni kutokana na ubovu wa kilalo hicho. Tunategemea meri yetu ya vile Baraka na viongozi wote waliokuwa pale, kwa sababu wanafikia malalamiko ya raia ya vile tu ya Baraka. Na basi tunaomba meri yetu itusaidie kwa kukamata hatua ya kukarabati ile kilalo. Ile kilalo ni kilalo kubwa, route nationale numero 5, kwa sababu nabakia kipande tu. Moto mbili haziwezi pishana, gari mbili haziwezi pishane, natakiwa moyo simame ingine ipite. Watu wenyewe nao wakuvuka wanavuka, inatakiwa wawe makini, kwa sababu kilalo yenyewe inaonyesha mashimo. Saa yote ile moto inaweza kukupuse na ukajikutanisha unadumbukia mule mumutoni, wala unaanguka tu kwenye shimo ya ile mutoni.
na unavunjika wala unaumia. Ile maendeleo ikikuwa kwa kusema kenye kinaharibika kitengenezwe, itatusaidia sana. Ndio kwa maana tunategemea meri yetu ya vile ya Baraka na viongozi wote watusaidie ile kilalo tusisaulike. Sisi raia tunakumbusha na serikali izidi kukumbuka ya kwamba ile kilalo ndio yenyewe nabaki kwa kutuletea maendeleo ya vile ya Baraka. Tutasema maendeleo ni manyumba tu, maendeleo ni vitu venye viko nje vinasaidia watu wote. Kwa sababu kama watu wanatoka Uvira wakifika mvile ya Baraka wanakwama kwa kolo juu kilalo libomokaka, itakuwa matatizo na aibu. Viongozi mupo na mnatufata, mtusaidie mtujengele kilalo. Ile kilalo ikibomoka ile quartier ya Mwemezi iko muriske 100% kwa sababu ile maji haitapita tena mwele kanale yake, itaingia direct mu quartier Mwemezi na itabomola manyumba mingi, itaribisha. Viongozi mwe makini kwa kufuatilia kila kitu kinafanyika, mwe mnaangalia namna gani ya kusaidia raia na kutuletea maendeleo yenyewe itakuwa ya kila mtu, sio maendeleo prive. Ile ni maendeleo ya kila mtu. Kilalo ya Mkemaki inahitajika ijengwe na angalie namna gani ya kukarabatwa ili iwe vizuri na watu waendelee na kupita vizuri, moto zipite vizuri na gari zipite vizuri. Ile ni ombi ya sisi raia, kama mtatusikia itatupendezesha na tutawashukuru zaidi. Huko katika manispa Kalunja ni kwamba raia wa Kalunja wataja kukerwa na hali ya wazalendo kuomba unga na mboga kila mara kunako mashine ya kusaga unga na kwenye kivuko cha wavuvi pa Kalunja. Kwa jambo hilo, kiongozi wa mtaa mmoja wapo wa Kalunja omba serikali kuajia na msaada wazalendo hao. Akiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu, kiongozi wao amesema kuwa ni vyema wazalendo kuacha watu huru na sio kuwanyanyasa kama alivyoeleza hapa kwenye mic ya Radio Kivu. Tumsikilize. Basi hali ya Kalunja hali tungali sawa, lakini matatizo tu ni matatizo madogo madogo kupitia hawa vijana wetu kwa ajili ya kutatiza wakina mama. Hapo mwanamke anakwenda kwenye mule na miogo yake, hata ikiwa kidogo wanahitaji mpaka apewe bunga. Kwa hiyo tunaomba serikali ingitufanzia nguvu kuwakumbuka wale watoto wetu, wakoe wanawapa nao chakula kwa ajili ya mama wakae na uhuru bila matatizo wakati wanapokwenda na miogo yao kwenye mule. Basi katika upande wa uvuvi tunasikia malalamiko. Nilikuwa pale katika kivuko chetu pale Kalunja, matatizo, wavuvi wanavua asubuhi wanawapa mboga, wanavua mchana wanawapa mboga. Kwa hiyo tunangiliomba watoto wetu wakoe wanarizika, wanapewa hata ile mara moja tu asubuhi na wanarizika, kwa sababu wale wavuvi na wao waikae na uhuru na wajisikie kutumika ile kazi yao na usalama. Lakini tunawaomba wale watoto wetu wanaishi pale pa Kalunja watulize kwa kupiga masasi ovyo ovyo, na wakati wa vijana wangali wanatembea hadi saa 2 kufika saa 3 wanakamata mtu, ile tunawaomba wangilikamata utaratibu, kwa sababu watu wakae na uhuru wako na wanajitolea kwa ajili ya kulinda raia na mali zao, na raia kama wananyanyasa hivyo ni vibaya zaidi. Basi naweza kuambia raia yetu ya Kalunja watu watulie kwa ajili serikali itakaa pamoja na watoto wetu na kuwatuliza kwa ajili ya kusumbua raia. Kwa ajili ya serikali yetu tunawaomba wale watoto wetu mngiliwakumbuka na wao gisi mnakumbuka wengine, hata wanapewa nusu ya unga au nusu ya pesa kwa ajili na wao wajisikie wako huru. Kama misaada hiyo ya unga wale wa raia wanajisikia vibaya sana, wanatoa unga kila siku. Kwa hiyo tungiliwaomba serikali yetu iwasaidie unga wale wanajeshi wetu kwa ajili ya wale wa raia wajisikie uhuru kabisa. Na huko Mulima ni kwamba kuna shuhudiwa kukatika kwa mtandao wa mawasiliano wa Vodacom katika kijiji cha Mulima groupment ya Bashilocha sekta Tanganyika tarafani Fizi, la jambo lenye kuibua malalamiko makubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Angale Isanganino ni coordinator wa vuguvugu Machozi ya Raia amehakikisha taarifa hii huku akitoa sababu na kuwataka wahusika kutengeneza tatizo hilo ambalo linakuwa na miezi 7 ili kuwapa fursa ya kuzungumza kwa njia ya simu kama kawaida. Yapata miezi 7 hivi watu wa kijiji cha Mulima wasumbuliwa na ukosefu wa network, yani mtandao rezo. Wakaja wakitaka kuongea mpaka watembee mu distance kwa kutafuta network. Anteni ilipokuwa pale kwa Mulima au inajengo pale kwa Mulima ni anteni ya secondaire, ni inaharibika. Kwa kuona population gisi ishakuwa hapo kwa Mulima ni nyingi sana, ni vizuri kuja kutengeneza antene hapo Mulima. Kuko antene moja nyingine inaharibika, ni antene ya secondaire ya mapanu. Ile antene haisifiri tena kwa population ya kwa Mulima. Ni vizuri sana wahusika wanaohusikana na utengenezaji wa rezo ya Vodacom wangilifanya daima sana wafike kwa Mulima ili wakatengeneze tena hiyo.
Sisi kama vile vuguvugu machozi ya raia tulipo wasiliana na coordinator wa hapo Mulima, alituambia kama yani ni kuhangaika mahali pale wanapoenda wakatafuta rezo wakikutana watu wengi, na tunaomba sana sisi kama vile vuguvugu machozi ya raia wahusika wanao wakilisha kwa utengenezaji wangelijitahidi sana kuwatengenezea watu neti, kwa sababu maongezi ni jambo ya muhimu sana, ni ya muhimu sana kwa waraia na watu wengine. Ni jambo ya kabambi sana, tunaweza tukasikie wanaohusika na ujenzi wa antene kufika pale kwa Mulima kujenga antene kubwa ili permete mwa plateau yote kukua alimenter na nini na rezo. Kipenga tayari kimelia, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo ambako na mkaribisha Sudi wa Sudi Valente. Karibu Sudi. Ndiyo, asante sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo, tuanze habari za hapa katika mji wa Baraka ambako mechi za maandalizi za msimu mpya 2025-2026 ziliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi ya tariki 29 Novemba 2025 ambako klabu ya Academic Michele iliweza kuwatandika klabu ya Daring Club Urafiki bao 1-0. Lakini kwingineko katika wale wachezaji ambao tayari wameshastaafu soka la kulipwa hapa katika mji wa Baraka, yani wa vetera, kulikuwa na mechi moja ambayo iliweza kushuhudiwa majira saa 5 za asubuhi kati ya Vetera Club Shota zidi ya Vetera Club Amibaraka, na mtanange wao matamatika kwa sare ya bao 1-1. Mechi hiyo ilikuwa ni sehemu ya kufurahia miaka 10 tangu kuumbwa kwa klabu ya Vetera Club Shota hapa katika mji wa Baraka. Siku ya Jumapili ya wiki tunayo majira ya saa 3 kamili za asubuhi kuna mechi nyingine moja ya kirafiki ambayo itaweza kushuhudiwa kwa uwanja wa Rumumpa katika mji wa Baraka. Mechi hiyo itakuwa ni mechi kati ya Vetera Club Umoja ambao watakata mzua fitna zidi ya masimu wa jadi ambao ni Vetera Club Mutambala. Kwa jambo hilo mkufunzi wa klabu ya Vetera Club Umoja ameahidi kupata ushindi kuna mechi ambayo inatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Tukiachana na habari za hapa katika mji wa Baraka, kwingineko ni kwamba Liu Kabambi hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Lenafoot iliweza kupigwa mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo ambako klabu ya AS Marule waliweza kutoka sare kutokufungana dhidi ya klabu ya CS Manika, huku klabu ya Yese Chinkuku wakaweza kuwatandika msumari bao 1-0 vijana wa klabu ya FC Chikasi. Na hapo katika nchi jirani ya Burundi maarufu Premier League iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi. Kwanza siku ya Ijumaa klabu ya Bumamuru waliweza kuwatandika Messager Ngozi bao 2-1, huko siku ya Jumamosi Muzinga FC waliweza kutandikwa msumari bao 1-0 dhidi ya klabu ya Musongati. Klabu ya Burundi Sport Dynamique waliweza kutandikwa bao 3-1 dhidi ya Rukinzo, huko klabu ya Garage Express wakaweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Maze FC. Klabu ya Aigle Noir waliweza kuonyesha mvua ya bao 8-2 vijana wa Kayanza United. Na siku ya Jumapili vijana wa Ngozi City wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya Vision 2026 FC majira ya saa 9 kamili za jioni, huko klabu ya Interstar watazokata mswa fitna dhidi ya klabu ya Vitalo, na klabu ya Flambeau du Centre wataweza kukaribisha klabu ya Olympique Star. Klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania wameingia katika mbio za kumsajili beki wa klabu ya Crystal Palace hapo nchini Uingereza na timu ya taifa ya Uingereza ambaye ni Mark Guehi mwenye umri wa miaka 25. Huko miamba ya nchini Hispania ambao ni Real Madrid wamesitiza nia ya kutaka kumsajili beki wakati wa Liverpool na timu ya taifa ya Ufaransa Ibrahim Konate mwenye umri wa miaka 26 ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu hapo katika nchi ya Uingereza akipika katika klabu ya Liverpool. Mshambuliaji wa Crystal Palace na timu ya taifa ya Uingereza Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 analengwa na klabu ya AC Milan nchini Italia na vilabu vingine vikazavyo hapo katika nchi ya Italia na katika nchi ya Uingereza. Acha niweke nukta kunako kurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo, mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, huko nambari 19 kwa pia Barbara Mgongoni. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Ila msikilizaji, kwenye habari zingine za michezo ni kwamba katika mji wa Goma kuliweza kuanzishwa michuano ya mji wa Goma. Iliweza kuanza Jumamosi ya tarehe 29 Novemba 2025 ambako FC Goma walichuana na Bwendera.
huku FC Goma ikibuka na ushindi wa 4-0. Huku mchezaji kutoka katika mji wa Baraka ambaye alikuwa ni mchezaji wa zamani wa FC Kibonjo Sport, Kashindi ya Red maarufu kama Casemiro, aliweza kufunga mabao 3 yeye peke yake na kupana assist moja, na hivyo kuibuka mchezaji bora wa mchezo huo, na ni furaha kubwa kwa mashabiki wa mchezo ama kwa mashabiki wa soka ya hapa tarafani Fizi na mji wa Baraka. Sikilizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba raia wa Uvira, Luvungi, Sangi na Kiliba wanapokea kwa mikono miwili miradi ya maendeleo inayotarajiwa kuanzishwa na Wizara ya Biashara ya Nje kupitia kampuni ya PFSGL, ila raia wa kata la Kavimvira wamekataa mawe ya ujenzi yasichukuliwe katika mto wa Kavimvira. Bwana Emmanuel Aberi ni coordinator wa vuguvugu Machozi ya Raia mjini Uvira, ametoa mwangaza juu ya miradi na kuwakilisha malalamiko ya raia. Tunasema kwamba ministere ya commerce exterieur ya PFSGL, organization la kila mtu anajua vizuri, iko na ma-action za development zenye tatumika hapa Luvungi, Sange, Kiliba, Kagando, Uvira, post frontalier ya Kavimvira, Kupora, Kalundu. Mais matafuta anza kutengeneza deja mabiro administratif ku niveau ya post frontalier ya Kavimvira, na yeye yenyewe litokea hapa ni kulingana tu na comportement mubambo labda walibadali adopte ya kwenda rekipere ile majiwe mule umutoni ya Kavimvira, kitu ambacho kilienda kite ufuko uraia kusema kwamba sio mzuri vraiment kukamata majiwe mule mutoni, na wakati ile mutoni inaleta hasara sana. Ile magospel yote sio rekipere yote sawa ta riske tena maisha ya watu. Okay, population ikajishimama hapo ya kusema kwamba ile mashini sinye mutoni basi wa mwele mutoni akitaba rekipere majiwe yote itakuwa riske tena prekere kwa population. Bana saliwa mwe initiative ni za mzuri, mais hiyo tukamata majiwe pale mu niveau ya Kavimvira situke ni mcentre ville pale kuko mpe madege shaka fanya ile mutoni depuis 2020 jusqu'à nos jours kuna des madrames dans les drames qui sont déjà récupérés dans les majiwe niveau à Luanga, niveau comme Akala, il n'y a pas de milieu répète n'est pas tout à fait bon et juste. Malheureusement, donc information ilikuwa sasa ile vupu na leo ilitokea basi bakajigonga hivi kusema kwamba hawana besoin ile mashini kali. Na sasa ile masindikizi ya raia donc defenseur ya watoto ya Kongo tukaingilia kati kutambua kwamba raia iko na droit kama ya kureclamer parce que hao ni kitabu gani ya kukaza na wakati ya kuomba gani ya kutepeta tu ile kitu ilipitikana leo sio tu kama mashini tena kuingia mtoni pia na kufula majiwe kurekipere kwa chini raia shimama haiko na mashini karudia. Aiza Emmanuel Aberi amesema kuwa lawama ya raia inawaendea viongozi wa jimbo ambao wanachukua hatua bila kushirikisha raia, huku akihakikisha kuwa miradi hiyo ikirekelezwa itasaidia sana kuongeza ajira kwa vijana. Naomba kwamba shirika hiyo haina tatizo, kuna kamata lawama ni viongozi wa mahali na wa jimbo. Serikali iko na kamata madecision na wakati raia haviko wanaionesha viko na kamata matatizo aina gani. Ile tu ndio lawama parce que entreprise ya watu kwa exécuter depuis ya la voisin burundais ndio ipata marché. Pour eux tunaona pale kuna problème. En fait orientation ya administrer basi kwa kupitia vitu kama kabla ya botania. Kuna kamata ile mitoni pale. Iko reyende, iko na impact positive kwa mmoja kapungua chômage kwa hali ya Uvira. Wakongomani kwa kipekee vraiment diminue peto ya chômage kubaka na tutasaidia pia vizazi ya kuona makonteneri kupote kwa tangine kwa maambulanke mabashima nyiko kilemamo sababu ndio kilemamo tena yenye tutasaidia umwe kurudisha sura ya mwingine mzuri na kueleza kwamba kazinga mabiro ke abiro post frontalier Kavimvira na kwa wanapana misoko watafanya sikia kilimo wataintervenir kwa mingi ni umoja zile ndio kwa kila zinapaswa kuanza ndio kazi zishaanza kwa bila tete kutaka majiwe ya mwile mtoni kama jiwe kulingana na kile mtoni na waka na violo na kutaka na uchafu yenyewe itaka madhara kila mara population ile nyingine.
Na huko Minova ni kwamba shirika la raia katika eneo la Minova limeomba kwa serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kukarabati daraja linalounganisha groupment ya Binza Kaskazini na Buzi ambalo laweza kuleta maafa ya watu na vitu katika eneo la Minova jimboni Kivu Kusini. Akizungumza na redio yako Bwana Sadiki Jish, kiongozi wa shirika la raia pa Minova, amesema kuwa daraja hilo liko kwenye hali mbaya ambayo yaweza kuleta maafa wakati wote. Kilalo ya Makilili patikanayo ndani ya mpaka ya groupement na groupement Buzi zaidi ikizogeleana na village ya Kalungu na village Bugale Prime inakuwa ndani ya shida nyingi. Kilalo hicho kinaweza kuvunjika na kinakuwa hatari kwa tembea ya wakazi hata na mali zao. Inakuwa tena inakuwa na shida sababu kilalo ya faida nyingi sana, iliweza kuservir wakati ya krizi humanitaire ya ajabu, wakati wakimbizi walikuwa wengi Minova, ili permettre aussi kudesenclaver groupement Mbingano na hata kurelie Mbingano na groupement ya Buzi. Kilalo hicho kinakuwa kwenye route nationale numero 2 na inasaidia kwa uchumi wa nchi hata kwa uchumi wa groupement zote mbili. Wanafunzi ambao wanatoka ndani ya village Bugale Prime kusomea hapo Makilili wanakuwa na shida nyingi, hata wasafiri kwa sasa gari zinaanza pita ndani ya maji, hata watu wanaanza bebwa kwenye mgongo. Kama wafadhili kama vile PAN na cluster logistic hawafanyi iwezekanavyo kama vile walifanya mbele, tunaweza kuasistia kwa shida za watu kuzama hata gari kufanya ajali. Kimana taomba kwa viongozi kufanya chini ili kilalo hicho kiweze kujengewa. Tukamilishe uchambuzi huu na habari za huko Burundi ambako zaidi ya wakimbizi 80,000 kutoka katika kambi za Nyarugusu na Nduta wanatarajia kurejeshwa nchini Burundi. Kwa jambo hilo, mwenyekiti wa tume huru ya haki za kibinadamu nchini humo Martin Blaise Nyabo ametoa wito wa kusogezwa mbele kwa siku za kurejeshwa kwa wakimbizi hao. Undani wa taarifa hii na Ibukuru Elias Daniel, wanaripota wetu wa huko Burundi. Zaidi ya wakimbizi 80,000 wa Burundi wanatarajiwa kurejeshwa nchini Burundi na Tanzania ndani ya miezi 4 ijayo hadi Machi mwaka ujao. Mkurugenzi wa kitengo cha kimataifa cha kulinda wakimbizi cha UNHCR nchini Burundi, Rozemede Dusenga, alisema hayo mjini Ngozi katika warsha maalum kuhusu ushirikiano kati ya mashirika ya serikali na tume ya kitaifa ya haki za binadamu Sendihashi. Askofu Martin Blaise Nyabo mkoa wa Sendihashi alitaka serikali ya Burundi kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania ili kuongeza muda wa hadi mwezi Agosti mwaka ujao, kwa sababu serikali ya Burundi haijajiandaa kwa hilo na isitoshe itakuwa wakati wa masika. Unajua hii mwezi ya Disemba, mwezi Januari, mwezi Februari, mwezi March ni miezi ya rainy season katika nchi ya Burundi. Ni mvua nyingi sana. Au wakimbizi wote wakati wanakuja kwa hiyo period itakuwa shida kabisa. Sasa ningependa hii serikali ya Tanzania ibadilishe, irudishe au wakimbizi wetu mwezi Julai au mwezi August, itakuwa vizuri. Lakini kuwarudisha mwezi wa 3, mwezi wa 4 au mwezi wa 2 sitakuwa muda mzuri. Ningependa sasa wajue ya kwamba hata kama na warudisha kwa nguvu, warudi dignity yao. Ni wakimbiza lakini wana human dignity. We have to preserve their human dignity. So the government of Tanzania will hear that. Martin Blaise Nyabo ametoa wito kwa Warundi waliopo uhamishoni hasa nchini Tanzania kurejea makwao. Ningependa wajiprepare kwa roho. Wafikirie ya kwamba Tanzania si nchi yao. Nchi yao ni Burundi. Hata kama wako wanasoma, hata kama wako wanangoja hii masomo ya Canada, masomo ya Australia, masomo ya sijui ni wapi, lakini wajue ya kwamba nchi yao ni Burundi. Sasa wajitayarishe kama ni mwezi wa 3, mimi ningependa wakuje mwezi wa Julai. Kama ni mwezi wa Julai, wajitayarishe wakuje wa be back Burundi. Mkutano kati ya Burundi, Tanzania na UNHCR wa kupanga namna ya kuwarejesha wakimbizi huko unafanyikia jijini Dar es Salaam kuanzia Jumatano, ukitarajiwa kuhitimishwa Alhamisi Novemba 27 mwaka 2025. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
Msikilizaji, ni kupitia hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Na mshukuru bani wangu Merci Belechi ambaye alikuwa kwenye dawati la mitambo na jopo zima la wariri wa habari wa Radio Kivu. Aliyokuletea uchambuzi wa habari si mwingine alikuwa ni mimi Safari Almasi. Sina ziara na kuaga nikisema bye.